Tunasema basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine hunena huyo Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mmoja wapo wa manabii. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simon Petro akajibu akasema, wewe ndio Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hapo. Sasa tumepata kabisa Daniel anaona kama mtoto wa mwana wa Adamu, na akaendelea akasema watu walimtumikia. In English inasema they worshipped him. Mimi napenda kutumia lugha ya Kiingereza sana kusikata nasoma Biblia. Sasa nayo madhara na Yesu anauliza wanafunzi wake, watu wanasema mimi ni nani? Mwana wa Adamu ni nani? Kwanza Yesu anajitambua kama mwana wa Adamu. Anauliza wanafunzi wake, watu wanasema mwana wa Adamu ni nani? Wengine wanasema ni nabii kama nyinyi mnasema Yesu ni nabii. Lakini Petro anauliza, Petro naye anasema aje, wewe ni Kristo wa Mungu aliye hai. Yesu anamaliza anamjibu aje, haya maneno si mwili na nyama zimekufunulia. Ukiwa katika mwili na nyama hauwezi funuliwa, huwezi funuliwa kuwa Yesu ni Kristo wa Mungu. Ukiwa na mwili na damu utajua Yesu ni nabii. Na wewe uko kwa mwili ama uko katika damu? Mimi siko katika mwili, ndio maana. Kumbe hii sio mwili. Ngoja kwanza. Unajua. Okay. Na nagojea question yako kwa sababu umeanza kuingia katika urongo. Ngoja swali yake kwa sababu sasa ingia kwa uongo, ati anatuambia ati hana mwili na mimi naona ako na mwili. Unajua kwa sababu sijapata swali, nimeona ukisema huna mwili na hakuna binadamu ambao hana mwili. Binadamu yote ana mwili. Hata mimi nikifinya huu ni mwili. Haya, lete swali yako. Hebu malizia hapo. Yesu akamjibu akamwambia aje? Yesu akamjibu. Tena amesema hana mwili na damu. Na nitafinya huu mwili nione kama ni mwili kweli. Haya, maliza. Yesu akamjibu akamwambia aje? Simon Petro akajibu akasema, wewe ndio Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simon Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakwambia wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Umesikia vizuri? Mwili na damu haiwezi kufunulia nani? Petro. Swali lako gani? Sasa nani? Yesu akasema ni Baba yangu aliye nani? Mbinguni. Tukubaliane kwanza hapo Yesu ni mwana wa Mungu. Ngoja kwanza. Abe mwache huyu anatukoroga. Ulipokuja ulisema sisi tunasema Yesu si Mungu, lakini wewe unaona Yesu ni Mungu na ni zaidi ya mwanadamu. Saa hii tena umeanza kuniambia ati Yesu tena ni mtoto ya Mungu. Maana yake sio Mungu. Maana yake usaona kuna Mungu na sasa huyu ni mtoto. Unajua hii karatasi yako nataka uende na question moja baada ya nyingine. Kwa sababu umeandika karatasi lakini question bado hujaleta. Question yako haswa ni gani? Tujadili kama Yesu ni mwana wa Mungu au tujadili kama Yesu ni Mungu au point yako ni gani? In short, point yangu hapa ni Yesu ni zaidi ya nabii. Soma Ibrania. Ngoja kwanza tuende vizuri. Zaidi ya nabii, yeye ni nani? Tuweke kategori yake. Yesu ni Mungu, Yesu ni mwana wa Mungu, Yesu ni hii, ili tuanze mjadala katika mahali ulipoweka. Ni wapi yeye, kategori yake ni gani? Weka kategori yake. Yesu ni mwana wa Mungu ambapo pia yeye mwenyewe ni Mungu. Nisomee Ibrania. Ngoja kwanza tuende pole pole. Sasa mbona unaharakisha? Wewe unaniambia Yesu ni mwana wa Mungu na pia yeye ndio huyo Mungu? Si ndio? Mimi ngoja kidogo tu. Bwana tunataka tuelewane. So Yesu ni mwana wa Mungu na yeye ndio huyo Mungu. Yeye bado ni Mungu. Ngoja kwanza. Wakati anakuwa mwana wa Mungu, anakuwa mwana wa Mungu gani wakati yeye ndio huyo Mungu? Yesu kwa kuwa Mungu hana Mungu mwingine. Kwa kuwa mwana wa Mungu ana Mungu. Ngoja kwanza. So Yesu wakati ni Mungu, hakuna Mungu mwingine. Yupo Mungu. Yuko Mungu mwingine. So ni waungu wawili. Mungu so wanakuwa Mungu wawili. Ndio. Na nitakwambia. Ndio nikasema tukienda pole pole tutaelewana. Sio maneno yangu hayo. So Mungu ni wawili. Sio maneno yangu hayo. Na ninakudhibitishia katika Biblia. Au utanidhibitishia, lakini wewe umeniambia Mungu ni wawili. Ni wewe umesema. Lakini kutolea kwa maana. Ni Biblia. Lakini ngoja kwanza kabla hujanitolea kwa Biblia, kwa sababu umetoa verse mbili, niulize Yesu mwenyewe. Je, wewe Yesu, Mungu ni mmoja au ni wawili?
12:28 kitabu cha Marko baba. Tuulize Yesu mwenyewe tusikie Mungu. Atasoma kama ilivyo. Ametuambia Mungu wawili. Yesu Mungu wangapi? Na mmoja wapo waandishi akafika, akawasikia wakisemezana naye, akatambua kuwa amewajibu vyema, akamuuliza, katika amri zote ni ipi ile ya kwanza? Yesu akamjibu, ya kwanza ndiyo hii, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Yesu alipoulizwa kuhusu Mungu alisema ni ngapi? Bwana mmoja. So Mungu ni ngapi? Mmoja. Na wewe umetuambia Mungu ni wangapi? Nasema Mungu ni wawili. Usiweke maneno kwenye kinywa changu tafadhali. Umesemaje? Hebu rudia kwa sababu nimerekodi. Umeniuliza aje? Mungu umeuliza swali lako, unataka kunikanganya. Mimi sijakukanganya. Nimerudia mara 2. Akakuuliza Mungu umesema. Mungu basi itakuwa ni wangapi? Yesu nikakuuliza Yesu kuwa mwanadamu ana Mungu. Sivyo? Nimesema hivyo. Kuwa mwanadamu. Wewe kuna kitu unajichanganya. Ngoja kidogo na wewe pole. Uliniambia hivi. Yesu ati ni Mungu, wakati yako Mungu hana Mungu. Ukaniambia Yesu ni mwana wa Mungu, wakati yako mwana wa Mungu kuna Mungu ambaye ni babake. Bado yeah. Asante. So Yesu kategori yake ni gani? Ndio nikakuuliza, ndio tujadili. Je, yeye ni mwana wa Mungu au ni Mungu? Ndio tuende polepole tumalize hiyo, tuende kwa swala lingine. Sasa wacha si mimi niongee. Wacha kitabu kiongee. Haya, tupatie andiko. Nipe Yohana ngapi? Yohana ya kwanza. Yohana 1. Anzia pale. Yohana wa kwanza. Chap. Waraka wa kwanza wa Yohana. Yohana John. Anataka John chapter 1 verse 1. Yohana wa kwanza ni Yohana 1:1 anataka. Wallahi Mungu alininusuru nikatoka. Alhamdulillah kwa neema ya Uislamu. Alafu tena kuna Mungu mwingine. Si Mungu, kuna Mungu mwingine. Alafu Yesu anatuambia Mungu ni mmoja. Alafu anatuambia bado Yesu ni mwana wa Mungu. Hapo moja. Hapo mwanzo kulikuwako neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Sasa hili neno huyu ambaye wanasema huyu neno alikuwa Mungu ni nani huyu? Sina habari. Labda unieleze. Labda unieleze kwa sababu siwezi jaza Biblia. Inasema na mshuhudia mtu yeyote, mtu akiongeza maneno katika unabii wa kitabu hiki Mungu atamuongeza mapigo. Sasa mbona niongeze wakati kalamu iko? Si uniambie neno ni Yesu ama ni nani? Imeandikwa wapi? Unionyeshe. Imesema hapo mwanzo kulikuwako neno, nao neno ilikuwa kwa Mungu, naye neno ni Mungu. Kwa hivyo neno ni Mungu. Ndio imesema. Kwa hivyo huyu Mungu ni neno kulingana na Biblia. Kulingana na Yohana vyenye ametueleza. Kwa sababu Yesu tukimuuliza, Yesu hasemi Mungu ni neno. Yesu anasema Mungu ni nani? 4:20. Ngoja kwanza. Yohana hiyo 4:22. Yesu anasema Mungu ni nini? Yesu hajaisema Mungu ni neno. Tulia, nakupa nafasi. Nimekuja ubishi, nimekuja kujifunza. Si ndio nakufunza. Wewe umeniambia Mungu ni neno, nikakwambia kulingana na Yohana amesema Mungu ni neno kwa sababu imeandikwa. Lakini kulingana na Yesu hajaisema Mungu ni neno. Yesu anasema Mungu ni nani? 4:22 Yohana. Ninyi mnaabudu msichokijua. Ninyi mnaabudu msichokijua. Sisi tunaabudu tukijuacho. Asante. Kwa kuwa wokovu watoka kwa Yahudi, lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambao waabudio halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba hawatafuta watu kama hao wamwabudu. Tunaenda vizuri? 24. Mungu ni roho. Yesu anatuambia Mungu ni roho. Yohana anatuambia Mungu ni neno. So sisi tunafuata ya Yesu. Mungu ni roho kwa sababu roho ni kitu hatukioni. So Yesu anadifana Yohana kwa sababu Yesu anasema Mungu ni roho. Hakuna mahali Yesu asaisema Mungu ni neno. Kama iko nitolee mahali Yesu alisema Mungu ni neno. Ambapo Yesu amesema Mungu ni neno. Sasa kulingana na wewe ambacho Yohana ameandika akifai. Sijasema akifai. Yohana ndio ameandika, lakini katika kitabu cha Matendo ya Mitume naambiwa kuhusiana na huyu Yohana 13
3:14 mwalimu. 3:14. Kuna shida. Kulingana na Yohana huyu. Sio mimi. Ndio unaona namtegemea Yesu, sitegemei Yohana. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana, na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wakajua Petro na Yohana ni watu hawana elimu. Anataka turudie. Nani hao walioona Petro na Yohana hawana maarifa? Hawa waliona Petro na Yohana ni wanafunzi wa Yesu. Rudia hapo juu vizuri. Matendo ya Mitume. Hii ni Matendo ya Mitume. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana, hawa ni wale watu walikuwa na Yesu. Petro si mwanafunzi wa Yesu. Petro nitakuja huko. Sina kupeleka polepole, kwa sababu katika wanafunzi kuna wanafunzi wanaweza kuwa hawana elimu. Kwa mfano, umeenda shule nyinyi nyote, mumefundishwa na mwalimu mmoja, lakini kuna wanafunzi wana perform na wengine hawa perform, kwa sababu kuna wengine hawana elimu katika ile class. Rudia na huyo mtu ambaye anakuja mwisho si unamjua? Haya, rudia pole. Wewe ukiwa namba moja utamsema hana elimu. Pole usiwe na wasiwasi. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu. Kwa nini? Wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Na hao walikuwa pamoja na Yesu lakini hawana elimu. Kwa nini? Hakuna mahali Yesu amewahi fundisha Mungu ni neno, na kama iko Yesu mahali alifundisha Mungu ni neno, ndio tujue huyu Yohana alitoa wapi Mungu ni neno. Kuna mwingine aliyefundisha Mungu ni neno? Yesu kuna mahali alifundisha Mungu ni neno? Pole tumalize, kwa sababu tumeona Yesu alifundisha Mungu ni roho. Hao ndio mafunzo ya nini? Petro na Yesu alikuwa anampenda Petro kwa sababu sisi tunaenda polepole. Mambo ya kupenda utakuja baadaye. Tunataka hivi, je, Yesu katika mafunzo yake kuna mahali alifunza wanafunzi wake kuwa Mungu ni neno? Kwa sababu tumepata Yesu anafunza yule mwanamke kuwa Mungu ni roho. Hebu nipe Yohana 1:14. Hiyo 1:14. Tupe vitu. 1:14 nasema naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Achia hapo. Kwa hivyo huyo Yohana anatuambia mwanzo kulikuwa neno alikuwa na Mungu na neno lilikuwa Mungu. Huyo Yohana bado anatuambia neno lilikuja likakaa pamoja nao. Sasa hii neno nani huyu? Alikaa pamoja nao. Kwa hivyo ni Yesu. Nani mwingine alileta aliona? Sina shida. Usijijazie Biblia kwa sababu utaandika yako. Nataka tuende polepole. Wapi nasema neno ni Yesu? Tuende polepole tu. Nimekuuliza wapi Yesu alifundisha kuwa Mungu ni neno, hujanipa. Sasa wapi ambayo inasema neno ni Yesu? Kwa sababu Yesu anazungumza mambo ya neno, anasema hivi. Kama unataka utakuja hapa. Si uache huyu Mkristo amalize. Mimi nimekuja kujifunza. Na amekuja kujifunza, anasema si muache tu ina humble, akimaliza ukuje na mimi, wewe ndio utarudi. Sio mwingine, ni wewe. Huyu akimaliza unarudi tu ina humble wewe. Yesu anapofundisha mambo ya neno anasemaje? 15:3. Hiyo Yohana, usiende kitabu kingine. Ni mbali bwana. Hiyo Yohana, usiende kitabu kingine. 15:3. Yesu anazungumzaje kuhusu neno? 15:3 mwalimu wangu inasema kwenye kuandika, ninyi mmekwisha kuwa safi. Yesu anasema watu wanakuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kumbe Yesu anasema alizungumza neno. So akiambia watu neno wanakuwa safi kwa sababu ya maneno. Hajasema mimi ndio hiyo neno. Lakini Yohana anatuambia Yesu ndio neno. Lakini Yesu anasema hapana, mimi yale maneno niliyowazungumzia ndio mnakuwa safi. Sasa mimi nilikuwa naomba andiko gani inasema Yesu ni neno? Unajua mimi sijaisoma Biblia yote, lakini japo nikiipata
japo nikingoja kwanza, Mwacheni kabisa, japo nikipata kesho utatuletea, sio siku nyingine, kesho au kesho kutwa utatuletea, labda siku kama ya leo inshallah. Ile Sunday nyingine hata sisi tuko kazi, tunapiga kazi yetu asubuhi kuanzia saa 11 ndio tunakuja kiwanjani, so Sunday next utaniletea hiyo. Je, una another question? Ndio watu kama wasomi kama wewe wanaenda vizuri. Tumalize Waibrania 1:8. Waibrania 1:8. Si unaona sasa, kijana mzuri huyu. Mtaalamu wewe. Waibrania 1:8. Mimi sipendi kubishana mali. Wala hata mimi siwezi bishana. Kama ni kubishana naondoka, anaenda. Yaani mimi natakanga mafunzo. Maneno ya Mungu yanataka kujifunza. Maana mwalimu amemkataa mtu mwingine hapa kabla yako. Kwa sababu ya ubishi. Kwa sababu mambo ya Mungu na bishana upate faida gani? Utapata dhambi. Inasema lakini kwa habari za mwana asema, kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele. Na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Aachi hapo anasema. Ati katika habari za mwana asema, lakini kwa habari za mwana asema, kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele. Na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Hapo in English inasema, and to the son he say, oh God, your throne is forever. Now with this that, nani huyu ambaye Mungu anamuita Mungu, maana mwambia kiti chako ni cha milele, kiti chako cha enzi cha milele. Inamaanisha Mungu, kuna mtu anamuita wewe mwana Mungu, wewe anaita mwana, kuna mtu wa Mungu anamuita mwana, kwa mwana wewe Mungu, kiti chako ni cha milele. Kama hujaelewa swali ni gani haswa? Swali ni gani? Swali langu ni hili, si swali hata nijibu. Sasa nitajibu nini? Ndio nataka uniwekee swali ni gani? Namalizia, nisikiza, nitakupa time yako uongee. Maana mimi kulingana na mimi, kulingana na elimu yangu ndogo nilionayo, Mungu anamuita Yesu Mungu. Mungu anamuita Yesu Mungu. So kulingana na elimu yako, Mungu anamuita Yesu Mungu. So akimuita Mungu anakuwa Yesu ni Mungu. Sasa tuulize Mungu. 7:1 kitabu cha Kutoka. Usikonde. Pole, usiwe na wasiwasi. Twende pole ili tuelewe. Kuna vitu vyepesi. Mambo ya kwa paruanja. 7:1 baba. 7:1 inasema Bwana akamwambia Musa. Bwana in capital letter ni Mungu. Mungu akamwambia hakuna siku the Lord will be. The Lord in English itatani kuwa God. No. Bwana ni Lord in English. God ni Mungu kwenye Kiswahili. Hii imeandikwa aje Bwana? Bwana ni nani? Bwana ni Yesu. Haya, mwache. Tuje hapa kwa utangulizi. Tusiende mbali. Mbona vitu vidogo tu, msomee hapo. Tunza. Katika kitabu hiki neno hili Bwana yaani liloandikwa kwa herufi zote kubwa au Mungu lionekanako kuandikwa hivi kwa herufi kubwa ni kuonesha jina hilo, jina lililo takatifu sana la Mwenyezi Mungu, yaani Yehova. So ngoja na pole, si umeniuliza tunajifunza. Hata mimi nimeshajifunza. So in capital letter ukiona neno Bwana limeandikwa unajua ni Yehova, maanake Bwana Mungu. Nani kaandika maneno haya? Sasa waliandika, mimi sijui. Biblia hii ni Biblia nimeletewa nisome. Sawa, mbona ya Yohana unakataa? Lakini sijakataa maneno ya Yohana kabisa. Hajakataa, alikuwa nakuchambua tu. Mimi nilikuwa nachambua. Umesema Yohana anajiongea. Sina shida. Nani aliandika haya utaki kuniambia? Lakini ninakwambia hivi, aliandika haya ni mwenye aliandika Biblia. Ambaye mwenye aliandika Biblia hajulikani, hajatajwa. Nani aliandika Biblia? Biblia kwanza imetoka neno Bible imetoka from the word Bible is from Hebrews. Nani aliandika Biblia? Tulia, utakuja tu kujua. The word Bible is from Hebrews, which means the Bible means collection of books. You find Matthew, you find John, you find Elijah,
if not Elijah, ni Joshua. Vitabu vingi vikikusanywa katika Hebrania vinaitwa Bible. Sasa nani aliandika Biblia? Anaitwa nani? Ni mkusanyiko wa vitabu. Mwandishi nani wa hii kitabu? Kwanza kitabu cha kwanza kimeandikwa na Musa, kitabu cha mwisho kimeandikwa na Yohana. Haya, lete andiko. Kitabu ya kwanza iliandikwa na Musa, nipatie andiko. Kitabu cha Mwanzo wapi? Mwanzo imeandikwa na Musa. Kila kitu hakijaandikwa kwenye Biblia. Kumbe haijaandikwa, na wewe unataka nikuonyeshe? Kumbe wewe unajua hijaandikwa. Wewe si unajua hijaandikwa. Sasa mimi nilisoma kile kimeandikwa kwa sababu waandishi hawakuandikwa ni nani. Sasa mimi nasoma namna walivyoandika. Sasa wewe unaruka. Sasa mimi nitatoa wapi na humble way? Sasa mbona wewe umekataa lile ambalo mtu Hakuna shida. Mimi nimekuelewa. Unafunza watu hata wenye wanaona hii video. So hii Biblia, hii maneno yako ndani si ya kweli? Wewe ndio umesema. Ndio nauliza, ina humble ni ya kweli? Yote ni ya kweli. Asante basi. So neno Bwana in capital letter ni jina ya Yehova kwenye Biblia. Kwenye Biblia ni ya Yehova. Biblia hii yote ama kwa sini yote vyenye imeandikwa. Kwa hivyo Mungu kuita Yesu Mungu ni ukweli. Hiyo nitakuja. Mbona unasema tukubali kila kitu yenye imeandikwa kwa Biblia? Nilikuwa na kujibu, umeniuliza, umesema Mungu amemuita Yesu Mungu. Sasa nilikuwa na kujibu nikuonyeshe kuna wengine waliitwa Mungu pia. Sio Yesu peke yake. Nani hao waliitwa? Si ndio hiyo nakupeleka polepole 7:1. Hata Paulo aliitwa Mungu. Sio na haraka, unampeleka polepole. Mpola. Tunasemanga inasema mwalimu wangu Bwana kwa herufi kubwa kama zile akamwambia Musa, angalia nimekufanya wewe kuwa kama Mungu kwa Farao. Kumbe Mungu amewaita Musa, akamuita nani? Amemfanya kama. Imemaanisha kama nani? Unajua ngoja kidogo tuwe polepole na tuwe humble kujisoma. Amemwambia nimekufanya uwe kama nani? Hebu rudia polepole. Nataka kujifunza nini? Leo nataka kujifunza. Mrudia polepole. Bwana, alafu tunawacha ubaguzi. Polepole, maliza. Bwana akamwambia Musa, Mungu akamwambia Musa, angalia nimekufanya wewe kuwa kama Mungu kwa Farao. Kumbe Mungu amemfanya Musa kuwa kama nani? Kama Mungu. Aliyemfanya Musa kuwa kama Mungu ni nani? Bwana. Bwana ambaye ni Mungu? Si Mungu. Huyo ni Yesu anaongea na Musa. 10 Yohana 34. Tuende kwa swali lingine. Nimeona asaanza kuruka. Tusikie naye Yesu anaita watu aje. Tusikie 10:34. Wewe unajua kuruka maji na viungo. Hii neno miungu hata wanadamu waliitwa. 10:34 Yohana. 10:34 mwalimu wangu. Inasema Yesu akawajibu. Je, haikuandikwa katika Taurati yenu kwamba mimi nimesema ndinyi miungu? Kumbe katika Taurati imeandikwa wanadamu pia ni miungu. Sijadhibitisha hiyo. Nimesikia mara ya kwanza. Ni mara ya kwanza umesikia. Sasa enda ufanye research. So neno miungu ilikuwa watu wanaitana huko. Yesu ndiye anasema hata aliitana hata yeye. Na wewe umetuambia Yesu ni Mungu. So Yesu Mungu aliita watu Mungu. Na Mungu anaita Yesu Mungu. So wale watu watakuwa waungu. Sasa kwa hivyo kulingana na Mungu ni muongo akimuita Yesu Mungu. Ndio nauliza naye Yesu kuita wale watu wa Mungu ni waungu. Maliza na kwanza swali lako nitakujibu. Nimesema hivi hiyo Mungu anatoa maelezo. Amesema. Nisamuelewa. Hauwezi kuita nani aliita Mungu Mungu? Mungu ndio overall boss. Yesu ni kiumbe cha Mungu. Yesu ana chipuko lake. Mungu hana chipuko. That's why Yesu anamtumikia Mungu. Mungu hamtumikii Yesu. Yesu ni mfanyikazi wa Mungu, lakini Mungu si mfanyikazi wa Yesu, kwa sababu Mungu ni bosi. Yesu si bosi. Yesu akipata matatizo analilia Mungu. Mungu hajaililia Yesu, kwa sababu Yesu ana uwezo. Hata miujiza alikuwa anafanya kwa uwezo. Hata miujiza akifanya anafanya kwa uwezo wa Mungu. Na kuna kaka hapa alikuwa ananiambia na maswali. Ameenda wapi? Tena ameingia mitini. Wewe umeniambia utalifanyia utafiti, utaniletea hiyo wakati mwingine. Utafiti ambapo Yesu ni neno. Ile ndio neno. Aenda ufanye utafiti utaniletea. Isiwe na wasiwasi. Karibu. Yesu nimekuambia sio Mungu. Kwa sababu Mungu ataili. Mungu mwenyewe.
Oh, haya sawa, haya sawa. Ule brother wangu ameenda wapi? Nilikuwa naona watu wananyanyua mikono sana. Sasa hivi nisalimie. Brother, simama tu hapo. Mimi wananiita Salim. Mimi naitwa Bernard. Bernard, Muislamu, Mkristo? Mkristo. Mkristo. Asante. Swali ya leo ni gani ungependa kuuliza? Unajua sisi tuna maswali mingi ya kuuliza nyinyi wa Kristo. Lakini kuna shida moja. Hususan unapoenda kuongea na mchungaji, anaweza kukugeuzia anytime piga magoti tukuombee. Oh baba kulinai, uko na pepo ya maswali. Pepo toka. Sasa na hii dini lazima uulize maswali ndio ufahamu. Je, una swali ya kutuuliza? Maana mimi na maswali naweza kukuuliza. Ngoja kwanza tumsikie. Unataka nafasi, usiwe na wasiwasi. Usiondoke hapo. Una swali kwa leo? Mimi niko na maswali. Uko na maswali. Uliza ya kwanza. Swali la kwanza ni kwa hakika tumesikia venye mnafundisha kuhusu Waislamu venye watu wanaweza ingia. Lakini mahali tuko na tatizo ni kifika upande wa kifamilia. Kuna venye mnasema nyinyi, tunaambiwa kwanza, tunasema kwa Biblia sisi zote ni kiumbe ya binadamu ambapo tumeumbwa na mfano ya Mungu, na ikifika sasa wakati juu tukishazaliwa tunaambiwa kuna wakati ikifika ni wakati wako utakuwa mkubwa, alafu mtapata familia yenu, alafu baadaye mwishowe mtafanya nini? Mtakufa wakati yenu ikifika, si ndio? Lakini tunafuatanga wakati mkifika nyinyi mkipata familia, tunaambiwa upande wenu mkipata familia kama mke wenu, mwipei nafasi kama wale wa Kristo wanawapeanga, wanaweza sema kitu mbele yenu, ama mnakubalia kama sisi tunaona. Tunauliza maswali, mbona hiyo kwenu haifai ama haikwangi? Bado sijakushika. Yaani kukubalia mwanamke, kwanza kuna kitu umeteleza. Sisi hatujaumbwa kwa mfano wa Mungu. Tumeumbwa kwa design aliyotaka Mungu. Mungu hafanani na mimi, ana pua, ana mdomo kama mimi, hapana. Mungu hana sehemu mbili za siri. Lakini ameniumba kwa mfano aliyotaka, venye alitaka. Mwanamke katika Uislamu unasema hapewi nafasi gani haswa? Kuwa pale uwanja usifiche. Nafasi ya kuongea vipi? Yani maswali sisi hatuna kitu inaitwa gender equality. Hiyo nayo hatuna. Katika Uislamu hakuna kitu inaitwa gender equality, kwa sababu katika Uislamu mwanaume ndiye anaenda kuoa. So hakuna gender equality hapo. Ati mwanamke ndio anaoa. So hakuna siku utasikia katika Uislamu ati mwanamke ameoa. Anayeoa ni mwanaume. So hiyo kwanza sio gender equality, ni kuonyeshana mwanaume ndio anapeleka mahali, sio mwanamke analeta mahali. Na nipata vizuri Gender equality ni kwamba mimi nikitoa mahali ya 10,000 na yeye mwanamke anipe 10,000, ndio tuwe the same. Na nikioa mwanamke mimi ndio natoa amri kwa hiyo nyumba. Mwanamke nikimwambia leo usitoke, nimeenda narudi nikupate, kwa sababu mimi ndio nimemilikiwa na mzazi wake, nimwangalie yule dada. Akipata matatizo wazee wake wataniuliza mimi, wewe tulikupa mtoto wetu, mbona leo tunasikia anaenda kujiuza huko ama anafanya hivyo? Ulikuwa wapi? Kama ungeshindwa na mtoto wetu ungeturudishia. So mimi napatiwa jukumu ya kumwangalia yule dada. Kwa hakika kwa hiyo nyumba hana msemo lolote ya kuongea. Ana msemo. Nikija ananiambia bwanangu nakupenda. Bwanangu ni malikia ndani ya nyumba, ana msemo, ananiambia bwanangu sikiza, leo mimi nataka tule hivi, tufanye hivi, tufanye hivi. Ama anakwambia bwanangu, naona maoni yangu vipi tunaweza badilisha, kwa sababu Mungu ametubariki tukaenda katika nyumba nyingine, tukajenga nyumba, tukaishi vizuri. Ni fikira nzuri ameleta, mnakaa mna discuss pole pole, hiyo ni mambo yenu ya nyumba, lakini sio yeye akucommand. Hapana, wewe kama kuna hiyo uwezo unamwambia kweli, mke wangu, kipenzi changu, tutafanya hivyo. Wacha nikuulize maswali. Ndio nataka uniambie ni equality wapi? Pili, sikiza. Ngoja kabla hujamaliza. Kwetu mwanaume ndiye anaenda kufanya kazi, analetea familia. Sio ndio analisha familia. Sio mwanadada atoke akaende kufanya kazi ati akuje kulisha familia, hapana. Hiyo hairuhusiwi. Akienda kufanya kazi akitaka kulisha ni juu yake. Hiyo pesa akisema ni yake ni yake. Wewe ni majukumu yako ya kulisha hiyo familia. So sisi hatuna gender equality. Sasa kwenu haifai bibi atoke nje atafute kazi, ama aende atafute kazi ailete kwa nyumba isaidie familia. Inatakana bwana ndio afanye hiyo shughuli.
Kama ni kazi kufanya, atafanya kazi na pesa. Na akifanya kazi itakuwa pesa ni yake, na akifanya kazi lazima wewe umpe hiyo ruksa ya kwenda kufanya kazi, idhini ya kufanya kazi, kwa sababu wewe ndio umemuoa, umemleta, na ukimuoa ulikuwa unajua una majukumu unaleta ya kumiliki pale. Sio ati unaambianga mke wako, wewe kwa nini hujalipa karo ya watoto ya shule? Hapana, hiyo sio kazi ya mke wako, hiyo ni kazi yako wewe mwanaume kidume wa nyumba. Ujue karo ya shule italipwaje, nyumba italipwaje, unga itapatikana namna gani, ni majukumu yako. Ukimwachia mke, ataenda huko nje, utampata na Salimu huko nje. Ukimuuliza atakwambia anatafuta unga. Sasa wewe utamuulizaje na ulimwambia akatafute unga? Sasa utaleta shida gani? Hakuna kitu jenda ikwari. Ngoja unaongezea. Kwa mfano walimu, TSC na iko na hiyo female na male wako equal, sivyo? So niambie, kwa ulimwengu wa kisasa, mimi ni mwalimu, bibi yangu ni mwalimu. Kama itakuwa hivyo, maybe tuseme Somalia. Maana yake kuna wakati utapata kwamba tukienda kutafuta kazi wawili, wanasema mwanaume mwanamke, gender equality. Hapo unaona, hapo tunanyanyosha kijinsia. Maanake tukienda kazi kama ya ualimu, utapata kwamba mwalimu mwanamke ameandikwa, mwalimu mwanaume ameandikwa, the same job, the same salary, the same whatever, na wewe unasema kwamba msaidiane majukumu, hiyo pesa ni zake. Hapo unaona pia kuna kitu ambayo mjeelewa. Hii ya kwamba mwalimu anaandikwa mwanaume, anaandikwa mwanamke, hii ni katiba ya Kenya, sio mambo ya dini. Mambo ya katiba wana kitu wanaita freedom na kila kitu. Ndio unaona katika katiba ya nchi hata gay wanaruhusiwa. Hakuna mahali katiba ya nchi unashika unaenda kufunga gay, kwa sababu lesbian wanaruhusiwa, na utaona wakiandamana tunataka haki yetu, lakini ukiingia kwa dini hairuhusiwi. Sasa ukija katika walimu venye ametoa ni vizuri, kunapatikana walimu wa kike wanaenda kufunza wanadada na nini, hakuna shida, lakini sio ati wewe bwana ile pesa ule dada yako mke wako atapata unamwambia wekelea hapa. Hapana, katika majukumu ya dini wewe mwanaume ndio una majukumu ya kulisha, na ukioa ulikuwa unajua una majukumu. So uwezi kwenda kuingia katika ndoa ukitarajia pesa ya mke. Hata kama kwa kina mke ni matajiri, huwezi tarajia chochote kutoka huko, kwa sababu ikitoka huko heshima yako kwanza itaisha. Wewe itaonekana sio mwanaume mwenye kujimudu katika kusimamia familia yake. Wewe unafaa kusimamia familia yako. Mtoto wako akila amekula jasho ya babake, akisoma amesomeshwa na babake. Kuna majukumu ya mke. Muulize huyu mwalimu. Leta maswali sasa. Kwa sasa upande wetu sisi kama Wakristo ni vibaya tukioa wanawake wenye wanajua kazi. Juu unasema sisi jukumu yote inafaa ibaki sisi kama wanaume, isirudi kwao. Mimi nisa kueleza hivi, uwe Mkristo uwe nani, ukiwa mwanaume kuwa ndio unatoa majukumu nyumbani. Uwezi ati wewe ni mwanaume na nyumba inalipwa na mke. Utakuwa wekewa nguo kwa karatasi, my friend. Kama unaogopa ya kwamba mna mshahara mmoja. Wacha niulize maswali. Leta maswali. Kazi ilikuwa na mshahara mdogo. Haya, sikatai. Sasa turudi sasa upande wa sasa. Leta maswali yote wewe. Upande yenu nimeshaona kuwa nyinyi hata mkienda mkisikiti, si ndio? Msikiti msikiti hapo mnapata nyinyi hawapei tena bado nafasi mwakiwa mnatangamana na nyinyi hapo, mnapanga nyuma, wakae nyuma. Sababu ni nini? Kwa hiyo asante, anauliza swali nzuri. Anasema Waislamu hata kwa msikiti wanawake hawampatii nafasi hapo mbele, mnawapatia huko nyuma. Na ni kweli, kwa sababu kiongozi tumeambiwa ni mwanaume, sio mwanamke. Qur'ani 4:34 muonyeshe. Antasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Mwalimu wangu, wanaume wawe ni walinzi wa wanawake. Wanaume wawe ndio walinzi wa wanawake. Malizia. Kwa sababu Mwenyezi Mungu amewafadhilisha baadhi yao kuliko wengine. Kwa sababu Mungu amewafadhilisha baadhi yao kuliko wengine. Wewe ile neema Mungu amekupa sio ile mwanamke amempa. Wewe katika fikra zako na kupanga mambo kwako sio the same na mwanamke. Sio the same. Mwanaume kuna kipawa Mungu amempatia ambao hajampa mwanamke. Na ndio unaona mwanamke anaolewa sio yeye anaoa. Na nyumba ambayo inatawaliwa na mwanamke utapata ni shagarabagara. Lakini nyumba inatawaliwa na mwanaume iko na mipangilio.
kwa sababu ndio Mungu ameweka hivyo. Sasa nyinyi Wakristo mnakosea kwa sababu hamfuati Biblia. Mnapatia mpaka wanawake wanahubiri kanisani kwa sababu nyinyi hamfuati Biblia. 14 Wakorintho wa kwanza 34. Sikiza Biblia nayo inasemaje? 14:34 Wakorintho wa kwanza kwenye kuandika. Wanawake na wanyamaze katika kanisa. Sio mimi, ni Biblia inasema, lakini nyinyi hamsikii Biblia. Malizia. Maana hawana ruksa kunena, bali watii kama vile ninavyo Taurati nayo. Nao wakitaka kujifunza neno lolote, waulize waume zao wenyewe huko manyumbani mwao, maana ni aibu wanawake kunena katika kanisa. Au je, neno la Mungu lilitoka kwenu au kuwafikia ninyi peke yenu? Mtu akijiona kuwa ni nabii au mtu wa rohoni, na yatambue hayo ninawaandikia, ya kwamba ni maagizo ya Bwana. Lakini mtu akiwa mjinga, awe mjinga tu. Tunaambiwa mtu akiwa na roho wa Mungu atambue kuwa haya wanawake wanyamaze katika kanisa ni maagizo ya nani? Unajua sio mimi nimeandika haya kusema wanawake wanyamaze katika kanisa. Mtu akiwa na roho wa Mungu atambue haya ni maagizo ya nani? Ya Mungu. Timotheo 2:14. Unajua nyie ndio ni kweli mfuati Biblia. That's why mnawaruhusu wanawake kule mbele atawale, nyuma atawale, pande zote atawale. Mwanamke na amepiga miniskirt, shwari, na mmemweka pale mbele. Shwari. Mungu alipoumba ameweka utaratibu, na pia hata Yesu ana gender equality. Yesu alipokuja alichagua wanafunzi 10 na ngapi? 12. Wanawake walikuwa wangapi? Sikuona. Ukuona? Kumbe hata Yesu hana gender equality. Hakuna. Sikiza sasa. Basi sikiza Timotheo naye anasemaje? Basi nataka wanaume wasalishe kila mahali. Nataka 12, hata 12 juu ya time. 12 mwalimu wangu. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha. Simpatii mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanamume. Mungu amekataa. Sasa hakuna hiyo mambo ya gender equality. Sasa Mungu amekataa, hajampatia mwanamke ruhusa ya kumtawala mwanaume. Hiyo najua. Kuisha hiyo Mungu ameweka. So mwanaume ndio anatawala kwa boma na kila kitu. Sasa wewe unataka kujua saa yako iko wapi, suruali yako iko wapi, kati yako iko wapi. Sasa mwanamke ndio anapanga hizi vitu vingine, utavaa kasuti yako, utavaa hii, utavaa hii. Sasa hiyo ni kazi yake naye. Yeye ni bosi pande hiyo. Tunakuchanganyia waje. Wakati sasa ukifika wakati wa maombi, ndio hapo nilikuwa nataka kujua. Kwa maombi. Wacha hata maombi. Biblia inasema hata wakati mnaenda disco matanga, maombolezi, mfanyeje? 12 Zakaria. Inasema mwalimu wangu kwenye. Nyinyi msome Biblia. Biblia ndio imesema tu wakae kando na wanaume kando. Sikiza inasema. Nayo nchi tomboleza kila jamaa peke yake. Asante. Jamaa ya nyumba ya Daudi peke yao na wake zao peke yao. Jamaa ya nyumba ya Nathani peke yao na wake zao peke yao. Jamaa ya nyumba ya Lawi peke yao na wake zao peke yao. Jamaa ya nyumba ya Shimei peke yao na wake zao peke yao. Jamaa kama akina Waluya, Wakisii waliobaki watafanyaje? Jamaa zote zilizosalia, kila jamaa peke yake na wake zao peke yao. Biblia ishamaliza mchezo. Wanawake wanakaa peke yao, wanaume peke yao. Kwa nini? Kwa sababu usiwe na wasiwasi. Namjibu kwa sababu ni Mkristo, ndio wanachanganya afuati Biblia. Akifuata Biblia atakuwa Muislamu. Biblia imekueleza pole. Biblia imekueleza hata wakati wa maombolezo wanawake wanakaa peke yao na wanaume peke yao. Kwa sababu gani? Unapomweka mwanaume katikati ya wanawake, sisi ni viumbe dhaifu na tuna matamanio, na hawa wanawake unaona kifua yote maziwa wanaacha nje, mkonyonyo hapa wanaacha nje. Hapa hivi unaweza dhani amewekelea trailer hivi, amebeba mtungi ya lita 20 huku nyuma, alafu kanguo amevaa nini. Ukikaa pale amekula hizi kuku za shindano, unasikia joto inakuja. Wewe mwanaume kama mwili yako si mgonjwa, itachanganyikiwa. Utachanganyikiwa. Hii ni kweli, utachanganyikiwa. Sisi ni wanadamu. Unajua shida yenu nyinyi, mnaona ni kama amuko dunia ingine mbinguni. Hadi nyinyi hamtamaningi.
Haunanga kutamani wewe, kama utamani basi uko na shida katika mwili wako. Binadamu yote anatamani, tusidanganyane. Unajua ukishaamua uingie nyumba ya Mungu, mambo kama hayo unawacha kando. Hiyo ni uongo, kwa sababu mimi nimelelewa katika Roman Catholic. Na tukiwa vijana tulikuwa tukienda kesa katika makanisa mengine, lakini tunaenda huko kwa sababu tumeona kamlembo. Wagoja wewe, si tulikuwa kanisani vijana kwa sababu mwili inachemka. So na wengine, kuna mtu anakuja kwa kanisa, hana haja na hiyo kanisa, ana haja na msichana ameona huko anampenda, na anakuja na siku atamuoa huyo msichana, anang'oka kwa hiyo kanisa kwa sababu kilichompeleka amekipata. Sisi ni wanadamu, tunajua hizi vitu. Sasa wewe kama umeona mrembo, huwezi enda msikitini ati umuone kwa sababu utampata, ako huko kwa wanawake. So enda kwao nyumbani ukampate. So ukisilimu unasilimu kwa ajili ya Mungu, kwa sababu hakuna mahali mtapatana na msichana kwa msikiti. Msikiti ya wanawake iko juu, ya wanaume chini. Wewe ukipenda msichana inaenda kwa wazazi wake. Kwanza kanisani tulikuwa tunapenda mahali ilikuwa inasema ati msalimie jirani yako. Sasa unasalimia mrembo, kumbe alikuwa hapa, unaanza kumsalimia au mpige busu takatifu. Ama busu takatifu. Wewe na ni mke wa ati ni kawaida? Si ndio? Yaani wewe upige mke wangu busu takatifu nikiwa hapo? Lakini si unajua ukishajua wenyewe watu ndio waisalio. Una swali lingine au umemaliza? Tusikie kidogo swali zake. Karibu brother. Sisi wote wanadamu tunapita swali. Mimi ananiita Sali. Sijakuja kunini. Una swali leo? Nina swali. Ndio nataka nisikie swali. Wanakuita nani? Naitwa Mark. Mark, Muislamu, Kristo? Mkristo. Asante, weka swali tulisikie. Waislamu wanajua alama ya kiyama? Waislamu wanajua alama ya kiyama. 43:61 Qur'an. 43:61 Al-Karim. Tupe vitu basi. Lakini hilo ni swali lako kweli? Sasa nimeuliza. Bandika swali lako rasmi. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na kwa kweli yeye Nabii Isa ni alama ya kiyama, kuwa kinaanza kutukaribia. Msikifanyie shaka na nifuateni. Hii ndiyo njia iliyonyooka. Tunajua sana kiyama. Nabii Isa ni nani kwa Uislamu? 3:45 Qur'an. Nabii Isa ni nani katika Uislamu? Tupe vitu baba. 3:45 Qur'an. 3:45. Bismillahirrahmanirrahim. Kumbukeni waliposema malaika, asante, ewe Mariamu, kumbukeni Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume, bali kwa kutamka neno tu litokalo kwake la kukwambia zaa ukazaa pasina kuingiliwa. Jina lake ni Masihi Isa mwana wa Mariam, mwenye heshima katika dunia na akhera, na miongoni mwa waliopelekwa mbele na Mwenyezi Mungu. Na atazungumza na watu maneno ya dini katika utoto wake na katika utu uzima wake, na atakuwa katika watu wema kabisa. Mariamu akasema, Mola wangu, nitapataje mtoto na hali mtu yote hakunigusa? Akasema Mola wake, ndivyo vivyo hivyo Mwenyezi Mungu humba anavyopenda. Anapohukumu jambo huliambia kuwa basi likawa. Na Mwenyezi Mungu atamfunza kuandika na kujua elimu ya kujua Taurati na Injili, na atamfanya mtume kwa wana wa Israeli. Najua ni mtume kwa wana wa Israeli. Ni mtume wa Mungu, Muislamu ndugu yetu pia. Kwa hivyo nikiuliza kwamba Waislamu pia wanamtambua Yesu, 100% tunamtambua Yesu, na ukipata Muislamu hamtambui Yesu, atakuwa bado Uislamu wake hujakamilika, kwa sababu katika nguzo za imani ni 6 na lazima ukubali manabii wote akiwemo Yesu. Lazima umkubali kwa sababu ni Muislamu ndugu yetu. Ukimpinga unakuwa umekufuru. Sisi tunamkubali Muislamu ndugu yetu, na ndio unaona tunapiga kanzu. Alikuwa akipiga kanzu, ni mavazi mazuri, lakini wala shati na suruali sio mbaya, lakini pia hii ni sunna. Swali la pili, Waislamu wanajua msalaba? Waislamu wanajua msalaba? Waislamu wanajua msalaba vizuri sana, wanaujua msalaba. Swali la tatu. Kabla ya tatu, tunaujua msalaba hivi. Ine Qur'ani Surah Nisa 157. Ine Surah Nisa tunajua msalaba vizuri. Tunaujua hivi lakini. Hizo habari. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na kwa ajili ya kusema kwao
sisi tumemuua Masihi Isa mwana wa Maryam, mtume wa Mungu, hali hawakumuua wala hawakumsulubu. Msalaba tunajua hivyo, tunajua Yesu hakuwahi fika msalabani, lakini msalaba ulikuwa, lakini Yesu hakupelekwa msalabani kwa sababu Mungu alimuokoa, kwa sababu Yesu aliomba Mungu amuokoe kutokana na kifo, na Mungu tunayemjua ni Mungu wa haki. Mungu akiomboa anapeana. Ndio tunaambiwa ombeni mtapewa. Yesu akaomba, Baba niondolee kikombe cha mauti. Mungu kamuondolea. So tunajua msalaba ni alama ya laana na ilikuwako, lakini Yesu hakufika pale, aliokolewa na Mwenyezi Mungu. Kulingana na wewe, kulingana na vitabu vitakatifu, kulingana na vitabu aliokolewa. Wakati aliomba Mungu alimuokoa kikombe hiki, na sisi tunajifunza kwa manabii. Nabii akililia Mungu, Mungu anamkubalia, na sisi pia tukililia Mungu, Mungu anatukubalia. Lakini nabii akililia Mungu, Mungu akatae kumkubalia, sisi wanadamu Mungu atatukubalia namna gani? Na huyu ndio nabii wa Mungu. So nabii wa Mungu akimulilia Mungu, Mungu anamkubalia. Siku ya kuabudu haswa katika ulimwengu wa sasa ni gani? Ni Jumamosi, ni Ijumaa, Jumamosi ama Jumapili? Siku ya kuabudu ni kila siku. Hakuna siku maalum ya kuabudu. Yaani maadamu Mungu amekupa uhai ukaamka, hiyo ndio siku yako ya kufanya ibada, kwa sababu haujui kama utafikisha Jumamosi au utafika Jumapili. Wale wanaosema kuabudu ni Jumapili wamepotea. Wale wanasema kuabudu ni Jumamosi wamepotea. Wale wanasema kuabudu ni Ijumaa wamepotea. Kuabudu ni kila siku. Maadamu Mungu amekuamsha, fanya ibada. Tupe vitu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na umwabudu Mola wako mpaka ikufikie hiyo yakini, nayo ni mauti. Yaani unaambiwa uabudu Mungu mpaka mauti ikufikie. Sio tunajipangia mimi nitaabudu Friday. Friday kwani unajua Mungu utafika wewe? Leo tuko Sunday. Mpaka Friday watu wangapi wanakufa hapa katikati? Wewe maadamu umeamka, fanya ibada. Abudu Mungu wako. Hujui kesho itakuwa namna gani. Hiyo ndio sisi tumefunzwa ndani ya msikiti. Kila siku ni siku ya ibada. Sisi hatuna siku maalum. Hiyo siku mara 5 tena kwa siku. Swali la 3. Leta. Dakika zimeisha. Mara nyingi huona Waislamu na mwezi na nyota. Kuna maana katika Uislamu? Kuna maana kubwa ya nyota na mwezi. Kwanza mwezi 15 baba, tumwanzie hapo ya mwezi, alafu tuje tukimpatia hizi zingine. Sikiza habari. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. 15 tumalizie na hiyo. Yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliyefanya jua kuwa mwanga na mwezi kuwa nuru. Sasa Mungu ndiye alifanya mwezi kuwa nuru. Sasa usiku kukiwa na mwezi kunakuwa na nuru. Malizia. Na akaupimia vituo huo mwezi. Na akapimia huo mwezi vituo ili mjue idadi ya miaka. Kumbe mwezi unatueleza idadi ya mwaka. Ndio unaona mwezi ikichomoza tunasemanga Ramadhani imeingia. Mwezi ikienda tunasema Ramadhani imeisha, tumeingia katika Shawwal. Kwa sababu zamani hakukuwa saa wala simu. Wanadamu walikuwa wanatumia hiyo nyota na jua. Jua walikuwa wanaangalia, anakuambia hii jua hivyo umeona iko hapa ni saa 7 hapa. Anakuambia hapa ni saa 6 kulingana na jua, kwa sababu hakuna nini. Nyota nayo ilikuwa ndio inawaonyesha njia. Kwanza watu wa baharini, ukitaka hizo habari za nyota waulize, hana compass hana nini. Wakati sasa watu wameletewa compass, walikuwa wanaangalia nyota, wanafuata hiyo nyota, wanafika mahali wanataka. Waendesha meli. Lakini tumekatazwa hizi vitu usifanyeje? 33:41. Sikiza. Tupe vitu baba. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. 39:41. 39:41. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. 37. Niangalie 37. 41:37. Hapo. Niangalia 41:37. Chap sije ikanitoka. 37. Bismillahirrahmanirrahim. Na katika alama zake za uungu wake Mwenyezi Mungu ni huku kupatikana usiku na mchana na jua na mwezi. Basi msilisujudie jua wala mwezi, bali msujudieni Mwenyezi Mungu aliviumba.
Tunaambiwa tusiabudu mwezi wala jua wala nini, tuabudu Mungu aliyeziumba. Naye muda umekwisha na tunakukaribisha uwe Muislamu. Nina mwisho. Sasa hii ya mwisho utajibu namna gani? Swali ya mwisho tu ndugu. Katika Uislamu ashakum si matusi. Ashakum si nini? Ashakum si matusi. Ashakum ni nini hiyo? Yaani kama nataka niseme saa hizi uende utakwazwa nalo. Kwa hivyo nimeomba radhi kabla niliseme. Sasa kama ngoja kwa sababu sio ngumu, nasema niwekee hiyo, hakuna shida, niwekee hilo kiporo, utaleta kesho ndio tuweze mazuri na mabaya. Ndio swali ya kwanza. Swali ya majini ni nzuri sana na ni kubwa, inataka ufafanuzi kubwa, kwa sababu Mungu hawezi kuumba viumbe vyote vibaya, haijaitokea kwa Mungu, na viumbe vyote vya Mungu anapoumba zinakuwa ni vizuri, vinakuja. Hakuna kitu kilichoumbwa kibaya, ni vitu vilikuja vikageuka vikawa vibaya. Kwa hivyo kwa Waislamu kuna majini mazuri, sio kwa Waislamu, kwa Mungu. Mungu hawezi umba kitu kibaya, Mungu aliumba vitu vizuri. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullahi. Sema nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Yesu mtoto wa Mariamu ni mtume wa Mungu. Yesu si Mungu wala si mwana wa Mungu. Mwenyezi Mungu niongoze nife nikiwa Muislamu. Kwa hayo machache ndugu yangu, umekuwa Muislamu. Asante. Wewe ni Muislamu mahali ulipo. Ungependa jina gani ya Kiislamu? Jina huyu unamwona, huyu ni mtu wa milima. Alikuwa Mkatoliki. Yule ni mtu wa milima. Huyu nimesikia akisema alikuwa Mkatoliki. Tena deacon. Amekuwa Muislamu. Na wewe umekuwa Muislamu. Huyu ni jata ya jina gani ya Kiislamu ndugu yangu? Kuna Muhammad, kuna Adam, kuna Ibrahim ambaye ni baba wa imani, kuna Musa, kuna Daudi, kuna Suleimani, kuna Isa ambaye ni Yesu. Ungependa jina gani? Ibrahim baba, karibu sana Ibrahim ndugu yangu. Ibrahimu, kuanzia leo wewe ni Muislamu. Ukitoka hapa nenda msikitini, tafuta mtu anaitwa imamu, mwambie mimi nimesilimu, nataka nifunzwe dini. Ni free. Sawa? Unaweza pata masaa 2 kwa siku ukajifunza dini yako. Sawa ndugu yangu? Karibu sana Ibrahimu, na utanisaidia namba yako ya simu. Pia kuonekana msikitini kila wakati ni jambo zuri. Na imam kuweka imam wa kufahamu. Kwa